Ya, ni siku nyingine tena mtazamaji, tunakutana katika Tumaini Jipya. Tunaendelea kukumbushana masuala mbalimbali kuhusiana na maadili yetu, hususan maadili ya Tanzania. Lengo ni moja tu, kuifanya jamii kuwa bora, ama dunia iwe paradiso. Basi tunajenga maadili yetu kupitia mada mbalimbali ambazo huwa tunazungumza katika kipindi hiki cha Tumaini Jipya. Karibu sana. Nipo na mwanasaikolojia lakini pia mzazi na mlezi. Ikumbukwe ni mwanasaikolojia ya binadamu mzazi na mlezi. Karibu. Asante sana. Bila shaka ujambo. Mimi kama unavyoniona. Sawa sawa. Mungu ni mwema. Amina. Jina lako kwa faida ya mtazamaji ambaye anaungana. Kwa majina anaitwa Semeni Lukaga, ni mwanasaikolojia na mtaalamu wa masuala ya afya ya akili. Haya. Mimi ni Mary binti Yuda na kukaribisha kwa moyo mkunjufu tuwe sote mpaka tamati, tuendelee kujifunza kuhusiana na maadili yetu. Mada yetu leo inasema uraibu wa tabia unavyoweza kusababisha mmomonyoko wa maadili. Uraibu wa tabia unavyoweza kusababisha mmomonyoko wa maadili. Uraibu unaufahamu na tabia tunazifahamu pia. Basi tupate walau kufafanuliwa uraibu. Tukisikia uraibu tuelewe nini? Uraibu kwa lugha nyepesi ni utegemezi. Ni kama utegemezi, yani mtu anajiunganisha na kitu ambacho kinaweza kuwa ni kizuri, kinaweza kuwa ni kibaya. Kwa hiyo tunaposema tabia, kisaikolojia mtu hazaliwi na tabia. Mtu anazaliwa tu na huruka ya ubinadamu. Okay. Tabia nyingi tunazitoa huku, baada ya kuzaliwa tunazitoa huku duniani. Tabia nyingi ziko kwa watu, kwa tunazikuta kwa watu. Mtu hawezi kuanzisha tabia mpya na wala hakuna aliyezaliwa na tabia. Kwa hiyo kuna wengine wanafikia hatua wanakuwa waraibu kwenye hizo tabia. Inaweza kuwa ni tabia nzuri tu, na kweli akawa mraibu huko, yani akaitegemea sana ile tabia kwa sababu labda inamletea manufaa fulani. Lakini kuna mwingine anaweza akategemea tabia mbaya, yani akajitegemeza kwenye tabia mbaya na akawa mraibu kweli. Na stage ya uraibu, mtu akishafikia hatua ya uraibu, ina maana anakuwa ni utambulisho wake. Kwa hiyo kama ni kitu kibaya, itakuwa ni utambulisho ambao sio mzuri hata kwenye jamii. Kwa hiyo uraibu kwa ujumla ni hali ambayo mtu anaijenga kupitia ubongo wake, kupitia akili na process nzima ya maamuzi, mpaka anakuja anaanza kuutuma mwili sasa kwenye hiyo hali au kwenye hiyo tabia au kwenye hilo jambo lenyewe husika. Kwa hiyo tukisema uraibu wa kitabia, maana yake huyu mtu ana tabia ambayo ilianza taratibu, ilianza kama kupata utulivu, ilianza kama yeye kujihisi vizuri, ilianza kama starehe. Hiyo tabia ilianza kama labda kumfanikishia mambo yake, ilianza kama msaada kwenye maisha. Ilianza kama reward, yani kama zawadi. Baada ya kuwa ameanza ile tabia, ilianza kama reward. Kwa hiyo ikawa inamfavor, ikawa inazidi kumsaidia. Lakini akili, kitu cha ajabu kwenye akili ni kwamba hata maumivu, akili inaweza ikatengeneza maumivu kuwa sehemu ya maisha ya mtu. Na akayaishi vizuri tu, akawa anaishi katika hali ya maumivu. Tabia inayomletea maumivu, lakini akaiishi katika namna hiyo. Kwa hiyo tabia inaanza kama inauzawadia ubongo, inakuwa kama ni zawadi kwenye ubongo, ni zawadi kwenye hisia, ni zawadi kwenye akili, ni zawadi kwenye mwili, ni zawadi kwenye kila hatua, kwenye fikira na kadhalika. Sasa sio vibaya kama ikiwa ina kiasi, hususan tabia zote nzuri, lakini kwa tabia mbaya haihitaji hata ukiasi. Ndio tunakuja kuzungumza namna ambavyo uraibu wa kitabia, hasa tabia mbaya zikiwemo na nyingine nzuri, ambavyo zinaweza kusababisha mmomonyoko wa maadili. Uraibu unaweza ukawa umegawanyika. Uraibu upo wa aina nyingi sana. Kuna watu ni waraibu wa kubeti, kuna watu ni waraibu wa kutazama picha na video chafu, kuna watu ni waraibu wa madawa ya kulevya, kuna watu ni waraibu wa pombe, lakini kuna watu ni waraibu wa kutotunza siri.
Hata kama mna jambo kwenye familia, mna jambo nyumbani au una jambo naye, hawezi kutunza siri, kwa hiyo anakuwa na uraibu huo. Lakini kuna watu wana uraibu wa kula chakula hapo kwenye uraibu wa kula yeah. Umekaje huo? Kwenye uraibu wa kula anajikuta kwamba amejenga mazoea. Unajua kwa binadamu kuna homoni moja inaitwa dopamine. Dopamine ni homoni yenye motisha na furaha. Kwa hiyo sasa akijenga mazoea ya kula chakula kama yani kwamba anapokula chakula anapata furaha, anapata motisha, hata angalia tumbo. Na ukishatengeneza hiyo hali ya kwamba ukila chakula unapata anastarehe, anapata hiyo reward, anapata hiyo zawadi, ubongo wake ukishajitengeneza vile, basi mekanizmu ya mwili yote inabadilika. Kwa maana kwamba unajua kinachohisi njaa sio tumbo, ni ubongo. Kwa hiyo hata uwezo wa kushiba wa mtu unategemeana na ubongo, sio tumbo ni kubwa kiasi gani. Ndio maana kuna watu wengine amezoea kula chakula kidogo, lakini kuna mwingine amezoea kula chakula kingi sana, ndo anahisi kushiba. Kwa hiyo mentality ulionayo kwenye kula, mtu huyo anakuwa kama anaifuga, anaicondition. Sasa namna ya kuicondition ndio inaweza kupelekea nini? Kuwa hata kama ana njaa anahisi tu bora hali. Kwa hiyo anakuwa analazimisha kula. Sasa hii kula pia jambo ambalo ni kinyume na maadili pia. Of course sio vizuri, inavuka sasa inaenda kwenye ulafi. Sasa ulafi ni kitu kibaya. Pale utakapokosa nafasi ya kupata chakula wakati sasa ile hali ya uraibu imekukamata, unaweza ukaiba au ukatumia njia ambazo sio sahihi ili kuweza kutimiza haja. Sasa inakuwa tatizo. Uraibu wa tabia unavyoweza kusababisha mmomonyoko wa maadili. Hiyo ndio mada yetu kwa siku ya leo. Unatazama Tumaini Jipya. Kama ndio kwanza unaungana nasi, karibu sana, tuendelee kujifunza kuhusiana na maadili yetu. Tunaye mwanasaikolojia Semeni Lukaga, yeye anatukumbusha mengi kisaikolojia, lakini pia anatuelezea namna gani pia inaweza kusababisha mmomonyoko wa maadili. Mimi ni Mary binti Yuda, endelea kuwa nasi tuendelee kujifunza. Nambari yetu ni hiyo ambayo inapita chini ya runinga yako, ni 0742773444. Uraibu wa tabia unavyoweza kusababisha mmomonyoko wa maadili. Yawezekana una tabia nyingi sana, lakini hebu tuendelee kumsikiliza mwana saikolojia. Je, tabia yako iko sawa? Haisababishi mmomonyoko wa maadili? Hebu tuje katika tabia sasa zile ambazo zinaweza kusababisha mmomonyoko wa maadili. Tunaweza kuzisema kwa ujumla wake. Tabia yoyote inaweza kusababisha mmomonyoko wa maadili hata kama ni nzuri. Unajua hata kama ni nzuri, ukiwa mraibu kwenye tabia, ikizidi. Kwa mfano wewe kuwatengeneza watoto wako wawe na tabia nzuri, si ni kitu kizuri? Unaweza kuwa tunasema wazazi ambao wako straight, wako strict, wamesimama kuweza kuwasaidia watoto wao ili waweze kukua katika maadili mazuri. Lakini sasa hiyo tabia ambayo ni nzuri kabisa ya kuweza kuwashape watoto tabia zao, ukizidisha inakuwa shida, unakuwa unyanyasaji. Hebu tupe mfano. Kwa mfano unakemea watoto wanapopata kunapokuwepo tatizo au changamoto yoyote ya kitabia kwa watoto, unawaita, unawakemea, unasema nao, unaongea nao. Sasa inatakiwa pia iwe kwa kiasi. Kwa sababu mtoto pia akianza kusikiliza kila siku maonyo, mwisho wa siku utajikuta unaongea na mambo mabaya na mambo ambayo yanawagusa vibaya kihisia. Wataanza kukuzoea, wakishakuzoea watakuwa waoni jipya. Kwa hiyo unaweza usifanikiwe katika kuwashape tabia, ukaanza kuwajengea tena tabia ambazo sio nzuri, labda wanaanza kukuchukia na kadhalika. Kwa hiyo hata kama ni tabia nzuri, ukishakuwa mlaibu kwenye hiyo tabia, angalia sana, unaweza sasa hata badala ya kupata matokeo mazuri ukawa unapata matokeo mabaya. Nimesema hii ya kurekebisha tabia kwa sababu kwanza,
kila mzazi nafikiri anaifanya nyumbani kwake. Wapo wengi wanaotutazama hapa. Kila mzazi anahakisha watoto wake wamenyoka hivi, wamenyoka hivi, wamenyoka hivi. Lakini kuna wazazi ambao nafikiri watakuwa mashuhuda kwamba anaweza akashtakia, kwa sababu wengine napata wapiga simu kuhusu watoto wao. Ukimuuliza vizuri namna ambavyo anazungumza na mtoto, namna ambavyo njia anazotumia kumuongelesha mtoto au kuongea naye anapokuwa amekosea au anapotaka kumrekebisha, unakuja unagundua kwamba mbona sasa wewe ndo unakosea. We mzazi ndo unakosea, yani unazidisha kiwango cha kufanya hayo marekebisho. Ndiyo maana sasa mtoto mwisho wa siku anarudi, kwanza anazoea, kwa sababu naye unajua kumwambia ni kumsababishia uraibu. Anasikia afu deni hakuna jipya. Kwa hiyo wewe utaongea sana, yeye anaona hamna jipya. Sasa utapata matokeo gani? Mwisho wa siku utaanza kuona anakudharau, utampiga mtoto vibaya. Kuna hatua utamfukuza nyumbani. Wapo ambao wanawafukuza mpaka watoto nyumbani kwamba kanidharau, hanisikilizi. Unatumia njia gani za kuzungumza naye? Kwa hiyo ni mfano mmoja wapo hata kwenye mambo mazuri. Tabia inaanza kwa kujaribu. Kwa hiyo kuna baadhi ya tabia ambazo unaanza kwa kujaribu. Kwa mfano kama tunaweza kutolea mfano namna ambavyo unawasiliana na watu. Na unajua kila mtu anapowasiliana anataka apate mrejesho chanya. Tunaposema mawasiliano na maanisha namna unavyozungumza na watu. Wanasema mtu ambaye anaongea sana huwa anapoteza identity yake, huwa anapoteza ule utambulisho wake. Yaani hata kama una vitu vikubwa sana, lakini unapoongea sana, yani kuna mtu anaona huyu, kwa sababu kilichoko ndani ya kuongea sana huwa kinasadikika kama ni kujitetea au kujificha kwenye jambo fulani. Kwa hiyo unaweza kukuta mtu anakushusha heshima from nowhere tu na kadhalika. Lakini tuzungumzie tabia ambazo ni pengine katika upande ambao ni tabia mbaya. Tuseme kuna watu ambao wanatumia vilevi, anaanza kama starehe kwa kujaribu. Na zipo familia hizo wanaalikana kabisa, familia, watoto, wazazi, babu, bibi, wanakaa wanakunywa taratibu. Sasa kama nilivyosema kwamba ubongo una tabia ya kwamba unapoanzisha tabia mpya wenyewe unaona kama ni zawadi. Sasa ile tabia isipokuwepo unahitaji kuizoea. Sasa kama tabia isipokuwepo, manake ubongo unakuwa unakuquestion wewe mwenyewe kwamba kwa nini hiki kitu hakipo leo. Kwa hiyo usipokuwa makini utaendelea kutumia. Ndio maana tunakuta kuna watu wengine wanakuwa sasa wategemezi kwenye matumizi ya vilevi kama pombe. Kwamba mbona sasa huyu mtu alianza vizuri tu, lakini sasa hivi hawezi kulala bila kunywa. Sasa hivi akikosa pesa anachukua vitu vya ndani anaenda kuuza. Alikuwa na simu yake kubwa akauza. Sasa hiyo ni nini? Mwisho wa siku atakosa vitu vyake, atamaliza, ataanza kuiba au atachukua vitu vya watu wengine. Kuna mmoja aliniletea kesi kama hiyo, akasema ni mwanamke, akanambia kwamba mume wake sasa ilifikia hatua, kwanza alifukuzwa kazi, alikuwa kwenye taasisi ya kiserikali kubwa tu. Amefukuzwa kazi, baada ya kufukuzwa kazi anauza mpaka mapazia. Mwanamke akiwa yupo anaenda ananunua mapazia. Sasa mapazia shinga. Anakwenda anauza ili aweze kufanyaje? Huo ni mmonyoko wa maadili. Yes. Na mwanamke hawezi kumwambia chochote kwa sababu atamtukana, atamtishia na kadhalika. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto. Hiyo tabia ambayo ikiwasilisha na tabia nyingine mbaya. Kuna watu ambao anahudumia vizuri nyumbani, lakini anaingia kwenye upande wa kubeti. Sijui katika miktadha ya kidini, nafikiri kuna imani ambazo zinakataza mambo ya kubeti na nini. Lakini kuna watu kabisa na heshima zao wanacheza hii michezo kwenye simu. Wako kwenye kampuni, wako kwenye nini, wanacheza vizuri tu na serikali imehalalisha kwamba ni michezo ya bahati nasibu. Lakini kuna watu ambao wamefilisika kwa sababu walianza na kucheza 500, 1000, akawa rewarded. Anapokula mara ya kwanza ubongo unakuwa rewarded.
Kwa hiyo unaanza kumwambia kwamba mbona leo hakipo hiki kitu, mbona leo hakipo. Anajenga ile tabia. Mwisho wa siku, kwanza kinachotokea, anajenga uvivu kwenye maeneo mengine ya utafutaji. Anapojenga uvivu kwenye maeneo mengine ya utafutaji, linabaki hili eneo. Sasa wale nao wanaochezesha hizi nao wanahitaji faida, wanahitaji kupata na nini. Kwa hiyo unakuwa kama unashindana nao. Kitu kinachotokea mwisho wa siku, unakuwa unashindwa wewe tu. Na nimesema akili inaweza ikajenga maumivu kuwa sehemu ya tabia. Yaani kwamba unacheza unaliwa, unacheza unaliwa, unacheza unaliwa. Yale maumivu ndiyo sasa yanazidi kukufanya ucheze zaidi. Okay. Sio kwamba yanataka yale maumivu yanakusaidia kutoka. Yanakufanya ucheze zaidi. Kwa hiyo unakuwa very rewarded sana kucheza. Okay. kucheza. Mwisho wa siku kinachotokea ni nini? Tunaona watu wanashindwa kuhudumia familia kwa sababu ya hii hali. Okay. Yeah. Uraibu wa tabia unavyoweza kusababisha mmomonyoko wa maadili ndio mada yetu, na wakati tunapata nafasi ya kwenda mapumziko, tukirejea tunayo zaidi ya kukukumbusha ama kuelimishana kupitia Tumaini Jipya. Usiondoke. Pilika za maisha ni nyingi sana. Katika pilika hizi zinaweza kupelekea kukataliwa, kudhulumiwa ama kushindwa. Pengine madeni, vikoba, kausha damu, haya yote yanaweza kusababisha wewe ukakata tamaa ya maisha na pengine kudhulumu nafsi yako. Haya yote yana suluhisho lake. Tazama kipindi cha Maisha Kliniki kila ifikapo saa 3:30 usiku na marudio yake siku ya Alhamisi saa 3:30 asubuhi. Kutana na wataalamu mbalimbali ambao watakupa suluhisho la changamoto zako. Karibu maishani. Inuka, simama imara tena, endelea na safari. Nambari zetu za maoni ni hizo zinapita chini ya runinga yako, ni 0742773444. Tunazungumzia maadili mtazamaji, ni 773444 ni 0742. Unaweza kututumia ujumbe wako. Tunazungumzia maadili mtazamaji, na leo tunaangalia uraibu wa tabia unavyoweza kusababisha mmomonyoko wa maadili. Tabia zipo nyingi na tumefahamishwa maana ya uraibu ni nini. Sasa tunakwenda kuangalia namna vile uraibu wa tabia unavyosababisha mmomonyoko wa maadili. Kwako Lukaga. Naam, asante sana. Of course kuna namna nyingi kwa sababu tabia ni nyingi sana. Yes. Zinajulikana, na kwa sababu nimefafanua kuhusu uraibu upoje. Ni kwamba mtu akisha kuwa mtegemezi wa tabia fulani, maana yake kinachotokea ni kwamba anashindwa kujizuia. Tuashumu kwa mtu ambaye sasa anatumia kipato cha ndani, fedha, kuweza kucheza maybe. Kitakachotokea ni kwamba atashindwa kufanya mambo mengine, na kama nilivyosema, inampa utegemezi, uvivu. Ile hali ya uvivu inakuwa kubwa. Ukiwauliza watu wanaofanya hii michezo watakwambia, na uvivu ni dhambi, asifanya kazi na asili. Sasa mwisho wa siku ataishiwa hata ule mtaji. Anapoishiwa mtaji, kinachotokea ni nini? Anaweza akafanya chochote ili aweze kufanyaje, ili aweze kucheza. Na jambo lingine ni kwamba mara nyingi sana akili zetu wanadamu
zinapokuwa umeshaizoeza kitu, alafu baadaye ile tabia imezoea sana, yani ipo kichwani, alafu ile tabia ikaja ikaondoka, ikawa kama yani inakulazimisha uondoke. Kinachotokea ni kwamba mtu anakuwa anatafuta unafuu, na unafuu anautafuta ndani yake. Ndio maana hawa watu wanafikia hatua anakuwa na hasira, kwa sababu hisia zake hazina majibu. Kwa hiyo kama ana hasira kwa sababu ya ile hali ya uraibu wa tabia fulani, inapomletea hasira tunajua kazi yake. Inaweza akabwatuka, anaweza akafyatuka, anaweza akafanya jambo lolote ambalo sio zuri. Lakini tunasema pia kwamba namna gani uraibu wa tabia unaweza kusababisha mmomonyoko wa maadili. Tumeona watu ambao wamekuwa waraibu, na uzuri mimi ninawapata watu na wahudumia. Ninapata watu ambao nawahudumia, wengine ni waraibu wa kutazama picha na video chafu. Okay. Kwa hiyo anakuwa tayari amesha develop kitu kwenye akili yake. Na mbaya zaidi ni kwamba anapitia hali ya maumivu na apendi kuendelea, lakini anajikuta sasa atafanyaje? Mwisho wa siku anaondoka katika utu wa kawaida kihisia. Kwa hiyo kinachopelekea, kama alikuwa na mahusiano yanakufa, kama ni mahusiano kwenye ndoa yanaanza migogoro. Okay. Kunatokea matatizo ya migogoro kwenye ndoa, aidha ni mwanaume au ni mwanamke. Mwisho wa siku hawa watu wanaweza wakatengana, wakaachana hata kama wana watoto. Kwa hiyo tunaona sasa watoto pengine watakosa malezi mazuri. Okay. Tutaona wenyewe tu watakuwa sio maadili, of course, sio maadili. Na vipi mtu wa namna hiyo anaweza kupona? Wanaweza kupona vizuri tu. Okay. Kwa sababu kitu ambacho kinakuwepo katika hiyo tabia ni kwamba alikuwa amezoesha ubongo kupewa zawadi ya kuona kila anachokiona. Kwa hiyo kinachotakiwa sasa ni kuwithdraw. Hatua ya kwanza kabisa ni kumuondoa mbali na hayo mazingira. Kwa hiyo kama ni yeye anapokaa na mtaalamu, unamwambia namna ya kuweza kukabili hisia ambazo zinakuamrisha na kukutuma. Ukishakabili hizo hisia ambazo zinakuamrisha na kukutuma, uanze kuwa katili sasa wa ile tamaa yako. Utambue uwepo wako, lakini pia tunawaunganisha na energy au nishati ya nguvu ya Mwenyezi Mungu. Na kwa sababu ni kitu ambacho pia ni dhambi. Kwa hiyo nampeleka, mwisho wa siku anakuwa vizuri. Mwisho wa siku anaenda anakuwa vizuri. Kwa hiyo mfano wa tabia hizo na nyinginezo ambazo ni chafu, ambazo ni mbaya, zinaweza kusababisha mmomonyoko wa maadili muda wowote. Na niseme tu ili haya mambo haya yani yanaweza kumpata mtu yeyote. Mtu anaweza akafikiri labda kwa hadhi yake hawezi kuwa hivyo, lakini tunasema tabia unapoijaribu itakutaka tena. Sasa itakapokutaka, maana yake utakuwa wewe ni tegemezi. Ukiwa tegemezi utajenga mazoea. Ukishajenga mazoea, kuna ile hali ya tabia ya kurudia. Ukishaanza kuona sasa kitu, hata kama unachukua wiki ndo unakuja unarudia, chukua tahadhari. Kama kiko vizuri, achana nacho. Mwisho wa siku ndo utafikia hiyo stage ya utambulisho. Sasa na bahati mbaya sana, tabia mbaya zinakuwa wakati ambao wewe unafanya ukiwa sirini. Tabia mbaya nyingi zinakuwa rewarded zaidi pale ambapo unakuwa umeficha. Yaani ndipo ambapo zinachukua kasi ya kukua. Kwa hiyo sishauri kwamba unapofanya tabia mbaya fanya hadharani, ili kwamba pengine ukipata zile aibu inaweza ikakusaidia kujiuliza kwamba ngoja niachane naye, kwa sababu tabia ambayo ukifanyia hadharani si watu watakukemea. Kwa hiyo inaweza ukaogopa. Kwa hiyo tabia nyingi mbaya watu wengi wanazifanya sirini, watu wengi wanazifanya gizani, watu wengi wanazifanya wakati ambao hawaonekani. Sasa uwezo wa akili ulivyo mkubwa ni kwamba wakati huu ambao una intention ya kujificha au kuficha jambo, alafu kama unalifanya, ndipo akili inapomwaga dopamine nyingi sana, yani zile motisha na furaha nyingi. Ndio maana tabia mbaya mtu akiifanya mara moja tu
Yaani ukilinganisha unaweza kuja kufikiri labda hiyo tabia ameshaifanya muda mrefu sana, lakini kumbe ni kwa sababu ile motisha ambayo anaipata. Yaani tunaposema sirini ni kwamba kwenye akili huwa anasema mara zote kwamba mtu ana sehemu ya maisha meusi. Ndiyo maana ni rahisi sana mambo mabaya kwa mtu, sehemu nyeusi ya mtu ni rahisi sana kuibuka na kupasua anga za kimataifa, kwa sababu yani ni sehemu ambayo haitakiwi, yani haitakiwi kabisa kwamba iwe hata kama una mambo yako ya siri yanaweza yakaspread zaidi kuliko jambo ambalo watu wanaliona, wanalifahamu. Unajua watu hawa take care kwenye vitu wanavyoviona. Watu wana take care kwenye kitu ambacho walikuwa wakioni, alafu sasa kimetokea. Na ndio maana hata kikiendelea kuwepo watakizoea. Ndio maana mwisho wa uraibu wa kitabia unakuja kuwa utambulisho, kwamba watajua yule ana tabia mbaya sana. Yule yeye sio mtu ambaye anaona wanawake wakikatiza, anaona wanaume wakikatiza, ndivyo alivyo. Ni mtu sio wa kudanga, sio ni mtu wa nini. Watakuwa wanakuchukulia kawaida tu, lakini siku ya kwanza wanaanza kusikia unadanga, watakushangaa. Ila wakiona bado mtu anaendelea, mwanaume sijui kuwa na tabia labda za wizi, utapeli, watu wataanza kushangaa. Mwisho wa siku watasema tu ile ni tapeli. Mtu atachunga tu simtapeli yeye. Kwa hiyo atakupa utambulisho wa kitabia. Lakini tunaona ndani ya hizi tabia zote mbaya kuna uvunjifu wa maadili mkubwa. Kwa sababu hata kuiba, mtu azaliwi na tabia ya kuiba. Ndio. Mtu anazaliwa akiwa empty bucket kwenye issue ya kuiba, hazaliwi akiwa ni mwizi. Na ndio maana katika makuzi unapochukua kitu cha mtu, kama wakubwa wapo hapa, acha unaanza kujengeka kwamba kumbe sipaswi kuchukua kitu cha mtu bila ruhusa. Kwa hiyo tabia ya wizi haiji kwa sababu mtoto alianza kuiba ajui. Tabia ya wizi inakuja pale ambapo ushatambua kwamba kuchukua kitu cha mtu sio sawa, na unaanza kudokoa, unafanikiwa, unaliwadi akili yako, unaiba mara ya pili, unaliwadi, unakuwa unaipongeza tena akili yako kwa maamuzi yale. Unaiba mara ya tatu, unaipongeza tena akili yako kwa mara ya tatu. Unaanza kujenga mazoea. Baada ya mazoea unaanza kutegemea, unajenga uraibu. Baada ya uraibu unakuwa ni utambulisho. Huwezi kuishi bila kufanya hiyo tabia. Jamii inapona vipi sasa ili tuweze kutoka kwenye uraibu wa tabia zinazoweza kusababisha mmomonyoko wa maadili? Mungu alivyo mwema ametuumba na akili zetu zinafanya kazi ya kutafsiri. Akili yetu inafanya kazi ya kutafsiri. Kwa hiyo tabia mbaya kila mtu anaijua kama anayo, hata ya asilini ile. Na mtahadharisha kwamba inakuwa, yani tabia ambayo unaifanya kwamba watu hawajui, watu hawaioni, yani hiyo tabia ndio inakuwa kwa kasi sana. Na itafikia mahala, ni muda tu haujafika, umeshikilia tu bomu pale. Ni swala la muda italipuka. Kwa hiyo unaweza kuishi maisha mazuri, maisha safi kwa kutenda mema, kwa kufanya mambo mazuri na kujiunganisha kwenye tabia ambazo ni halali, zinajulikana, ili pia hata urelax, yani uwe na amani, uishi bila vificho. Kwa nini uanze kuishi kwa tabia ambazo unajificha? Kwa hiyo naweza kusema tu kwamba jamii itambue hii shida huwa inaenda kuathiri mtu kisaikolojia. Inaenda kumwathiri mtu kisaikolojia. Ndio maana sasa hivi tunaona watu wanasema, wazee wanisamee kidogo, kuna wazee ambao hawako sawa sasa hivi. Walikuwa vijana waliozeeka pamoja na mambo yao. Leo hii vijana hatuwezi kujifunza chochote kwa wale wazee ambao walikuwa vijana wakakuwa na haya maisha, au walikuwa wamama, walikuwa mabinti wamekuwa na haya maisha. Leo hii unamuona na umri mkubwa, lakini hebu tuache haya mambo haya, tufanye uchambuzi wa hizi tabia, kwa sababu mwisho wa siku zinakuja kutudhalilisha, zinakuja kutuferisha, hata kutuondolea kabisa. Wengine wanakufa, wengine wanakufa kabisa kwa sababu ya hizi tabia ambazo hazifai. Shukrani sana. Asante sana. Sisi tumefika tamati, mtazamaji. Ni Tumaini Jipya ulikuwa unatazama, na mada yetu inasema uraibu wa tabia unavyoweza kusababisha mmomonyoko wa maadili.
uraibu wa tabia unavyoweza kusababisha mmomonyoko wa maadili. Tumesikia mengi, basi kama kuna la kujifunza lichukue, usiliache. Nyuma kamera amesimama Simon Peter, mimi ni Mary binti Yuda, mwenzangu amekuwa Semeni Lukaga the counselor. Nambari zako kwa haraka? Nambari zangu za simu ni 0743 43 71 58. Unaweza ukanicheki kwenye mitandao ya kijamii kama mentor_health_care_tz au search Semeni Lukaga. Asante sana. Asante. Hadi wakati mwingine, mara nyingine, kwa heri kwa sasa.